Leo nimealikwa Morogoro na TFS, Tanzania Forest Services. Walitaka tuje tuzungumze na kanda hii ya Mashariki kuhusu uongozi wa kimkakati na masuala mengine ambayo yatawasaidia katika usimamizi na katika shughuli zao za kila siku. Tumekuwa na muda mzuri ambao takriban masaa matatu. Nimewaeleza kwamba wao kama viongozi wakumbuke kwamba wanaongoza watu, lakini la pili wanaongoza taasisi ambayo ina sababu kwa nini ipo. Kwa hiyo nimewaeleza na wao wenyewe wajitathmini na kujipima ni kwa nini wapo, ili kutekeleza maono na malengo ya taasisi. Nimefurahi, nimeona kwamba kwa kweli walikuwa na kiu ya somo hili, na ninaamini baada ya kumaliza leo watakwenda huko kwenye kazi zao na tutaona mabadiliko makubwa sana. Mmoja mmoja amejaribu kujieleza ni wapi alikuwa na udhaifu kidogo katika uongozi, lakini baada ya semina hii nina hakika wamekuwa ni viongozi waliozaliwa upya, na tutarajie mabadiliko katika kanda hii ya Mashariki. Taasisi hasa hizi za majeshi zina taratibu zao za kufanya kazi, na moja umeisema ni by command, lakini haina maana kwamba swala la uongozi wa kimkakati halipo. Hata commanding nayo inahitaji mkakati, una komandi kwa ajili ya jambo gani, na bado inarudi pale kwamba ni leadership, kwamba bila kuwa na uongozi, hasa uongozi wa maono na uongozi wa kimkakati, hata utoe hizo amri, bado utaona kwamba hutaweza kutekeleza malengo ya taasisi. Pamoja na hilo, kila taasisi inahitaji uongozi, na ndio maana unakuta hata kwenye jeshi la polisi upo uongozi, kwenye jeshi la uhifadhi kama walivyo wenzetu TFS upo uongozi, tukija kwenye jeshi la wananchi upo uongozi. Hakuna taasisi itatekeleza na kutimiza malengo yake bila kuwa na uongozi, na kwa hapa tunasisitiza ni uongozi wa kimkakati. Kwa hiyo uongozi wa kimkakati ni dawa, ni chachu ya mafanikio na ni chachu ya kufikia malengo ya taasisi. Leo tulikuwa na mafunzo ya uongozi. Sisi kama uongozi wa TFS Kanda Mashariki tuliona tunahitaji kubwa sana la viongozi, kwa maana ya ma-DFC wote toka wilaya za Kanda ya Mashariki, lakini pamoja na wahifadhi wanaotoka kwenye misitu ya mazingira asilia, lakini na wanaotoka kwenye hifadhi zetu za Mambokale na Mji Mkongwe. Tuliona kuna umuhimu sana wao kupata mafunzo yanayohusiana na uongozi wa kistrategia. Kwa kweli tunamshukuru mwezeshaji Omari Mjenga, amekuja leo kutupa mafunzo ya uongozi. Mafunzo yalikuwa ni mazuri sana. Wahifadhi, baadhi ya wahifadhi walikuwa na maswali yao ya uelewa juu ya kuendelea kuboresha maeneo yao ya kazi kwa swala zima hususan la uongozi. Mafunzo yamepokelewa vizuri sana na hakika tumejifunza mengi. Majina naitwa Happiness Kivuyo, mhifadhi mwandamizi, natokea ofisi za Kanda ya Mashariki. Kwa kweli leo tumefurahi, tumejifunza mambo ya uongozi ambao ni sehemu ya kutujenga sisi kama sisi kwenda kuwasimamia watu wengine, lakini pia kutuongezea uwezo katika kutekeleza majukumu yetu, tukawa waadilifu na tukaweza kutekeleza majukumu kwa ajili ya taifa na kwa ajili ya taasisi yenyewe. Kwa hiyo nashukuru sana, na nashukuru na uongozi wote wa Kanda katika kuandaa mafunzo haya na kutuwezesha sisi kama sisi sasa tukaweza kuyapata ili tukapate kuwa balozi na wakufunzi wa wengine. Naitwa mhifadhi mwandamizi Stanley Kweka, ni mhifadhi wa wilaya ya Morogoro, Kanda ya Mashariki. Leo tumepokea mafunzo ya uongozi ambayo yameandaliwa na uongozi wa Kanda ya Mashariki. Kwa kweli ni mafunzo mazuri, yametujenga katika shughuli zetu za kila siku za kuongoza vituo vyetu vya kazi. Yametujenga sana kiasi ambacho hata sasa tunapokwenda kufanya kazi zetu tunaenda kufanya kazi kwa uhakika, na kulikuwa kuna mapungufu ambayo yamedhihirika kabisa wakati haya mafunzo yanaendeshwa.
lakini baada ya mafunzo tuna imani kabisa kwamba kazi hizo zitaenda vizuri, na hata tunapoongoza wenzetu tutakuwa tunajua kwamba ni changamoto ambazo zinajitokeza ndani ya kazi zetu za kila siku tunazitatua namna gani. Zipo changamoto ambazo zinatokana wakati wa kuwahudumia wateja wetu. Kwa mafunzo tuliyopata leo yani tunapata utatuzi wa moja kwa moja. Tumejifunza mbinu mbalimbali za kuweza kutatua changamoto, lakini pia namna pia ya kudili na wateja wa nje na ndani, na pia namna ya kusimamia watumishi wenzetu.